jinsi ya kushinda dhambi ya kuhairisha, a sin of procrastination, dhambi ya hairisha. Hii ni ya watu wanaoamini katika 5:16 wa Efeso. Ukiukomboa wakati, ukiununua muda wako, ukimake use of the opportunities, fursa ambazo Mungu anazifungua kwenye maisha yako kwa uharari. Lakini chochote ambacho Bwana atakifungua kwako katikati ya dunia hii ya uovu, kifanye kwa haraka, usihairishe. Maandiko kwa nini anasema hii ni dhambi? Yakobo 4:17 anasema yeyote anayejua kutenda jema alafu hilo jema asilitende, kwake huyo ni dhambi. Kwa ukihairisha jambo ambalo ni jema ulipanga kulifanya, unatenda dhambi, na roho inaniuma kwa sababu watu wengi hatutubu kwenye hilo eneo. Kwa dhambi sio kutenda tu mabaya, hata kutotenda mema na kutofuata ratiba uliojipangia. Unatenda dhambi mbele za Mungu, unapaswa utubu. Lakini dhambi ya kuhairisha inashambulia eneo linaloitwa willpower, nguvu ya nia, yani ile uwezo wa kunia jambo na kulifanya. Sasa ili Mungu atusaidie kwenye hili, kwa wewe unachokisapurahi kwenye siku ni nia, alafu Mungu anachokupa kwenye nia yako ni nguvu. Kwa God's power, nguvu za Mungu na nia yako ambayo umeingiza katika utendaji inaleta mafanikio ya siku hiyo. Ndio maana tuliwahi kusema kwamba divine power plus human efforts equals to a success. Yani nguvu ya kimungu kujumlisha jitihada za kibinadamu zinazosukumwa na nia njema kufanya jambo hilo kwa kumtegemea Mungu, italeta matokeo kwenye kila jambo ambalo utalifanya.